Oya, Waswahili wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Lakini mjo kwa hadithi kitu ambacho baadaye kimetokea tofauti. Yaani udhaifu ndio umeleta nguvu, alafu ule umoja ndio umeenda kuanguka. Unajua kwa nini? Hii ni Jero Story. Baki na mimi kwa hadithi tukio la amazing ambalo nafikiri video kudisikia alafu utaenjoy. Yaani ndio tukio la kibabe sana ambalo limetokea huko maeneo ya Russia huko ndila Top Gas. Yaani hii story ni fumbo la vifo vya kutisha vya ufomilimani. Baki mtamu basi baki na mimi kwa hadithi yao. Imagine sasa wewe umechaguliwa na wenzio 9, mnaenda zenu field baada ya kuonekana nyinyi mmewiva katika masomo ya kupambana na mazingira magumu, ambapo mmemaliza stage 1 mpo stage 2, na katika hiyo stage 2 ndio mnaenda zenu kupimwa. Mkifanikiwa hiyo field hiyo mnaenda zenu kwenye stage 3. Sasa hiyo field yenyewe ni nchini Urusi. Kuna sehemu moja inaitwa Ural, huko bagu baridi kinoma, yaani baridi la kibabe. Huko mikodi, huko misoksi, yani wazimu, umeona? Sasa alafu hiyo sehemu yenyewe ndio inaitwa Ural. Degree nyuzi joto ni centigrade negative 30. Imagine hiyo hapo. Yani baridi. Alafu najua Urusi kulivyo, yani baridi kali. Umeona? Sasa wakati mmechaguliwa ile ndo mpo zenu kule, kuna tukio la kibabe sana linakuja kutokezea huko. Alafu hakuna anayejua nini kimetokezea katika mazingira. Umeona? Sasa sikiliza mchapo ulipokuwa. Basi kama ndo nilivyokuambia, huko nchini Urusi waliteuliwa vijana 10 kwenda zao kwenye field ambayo wakifanikiwa watakuwa wanapanda daraja ya kuingia katika stage ya 3 ya kuwa vijana ambao wana uwezo wa kuishi na kupambana na mazingira magumu. Na vijana 10 hao, ilikuwa safari yao ilianza katika tarehe za 20 kwenye tarehe za 25 Januari, ambapo ilikuwa ndo safari yao inaanza kutoka zao eneo lao la kwanza kuelekea huko. Lakini siku 3 mbele, kwenye tarehe siku 3 mbele hivi, kuna kijana mmoja katika hao 10 ambaye alikuwa akiitwa Yuri, akasema oya wanangu, mimi mbona kama nina maumivu sijielewi. Mambo shida nini? Akasema mgongo unasumbua. Kuna mwana mmoja akamwambia wewe, si nilikwambia wewe utoboi, wewe uwezi hizi pilika za wanaume hizi, wewe utoboi shipana hizi. Afikaje akasema naweza, lakini kama unaweza basi tuende. Hamna bwana, hali yangu mbaya mimi bwana, inabidi nikuache. Wakamcheka sana ile kifikaji, lakini wakampa pole, wakasepa. Fikaji akasepa, wakamcheka. Lakini siku zote maisha ni fumbo, hamna anayejua mbele yake wala kesho yake. Kwa hiyo wakabakia vijana 9, na vijana 9 hao ilikuwa wana majina yao. Naomba nikutajie majina yao au vijana 9 waliobaki. Wa kwanza alikuwa akiitwa ni Igor Dilatov, ambaye alikuwa na miaka 23. Ni kiongozi wa msafara, kijana borevu sana, na alikuwa mhandisi, kazi yake official. Wa pili alikuwa akiitwa Lyudmila Dubinina, yeye alikuwa na miaka 20 tu peke yake. Ni msichana ambaye ni mwanaharakati na ni mcheshi. Unajua wale wanawake plano wacheshi, na yeye alikuwa hiyo kazi. Watatu alikuwa akiitwa Zinaida Kolmogorova, yeye alikuwa na miaka 22, msichana mmoja mrembo mkali ile kundi, alafu ananota fulani anapendwa na kupelika. Wanne alikuwa akiitwa ni Alexandra Kolevatov, yeye alikuwa ana miaka 24, yeye alikuwa ni mwanafunzi wa mambo ya physics, yale mambo ya nuclear yale babe sana ise. Alafu watano alikuwa akiitwa Rustem Slobodin, yeye alikuwa na miaka 23, na pia ni mhandisi. Wa sita alikuwa anaitwa Yuri Krivoshnenko, yeye alikuwa na miaka 24, na pia ni mhandisi, lakini pia dancer plan, yeye anacheza muziki. Wa saba Yuri ambaye alikuwa na miaka 21, na ni mwanafunzi wa masuala ya uchumi. Wa nane Nikolai Tibaux,
Yeye alikuwa na miaka 23, mhandisi naye ujenzi, masuala hayo. Alafu lakini asili yake ni Mfaransa. Unaona? Na wa 9 alikuwa akiitwa Semyon Zolotaryov. Yeye alikuwa na miaka 37. Bila shaka yeye ndo alikuwa ni mkubwa kwa umri, na alikuwa na kazi zake kama kocha masuala ya kupanda milima. Kwa hiyo alikuwa na uzoefu fulani masuala ya milima, lakini kiongozi alikuwa ni Igor Dyatlov. Basi ile safari ikaendelea na wale vijana 9 wakafanikiwa kufika kuna sehemu moja ilipoitwa Kholat Syakhl. Hiyo sehemu ilikuwa ni mlimani. Wamefika katika mlima mkubwa kama kawaida, baridi kali, wamejipanga makoti, na wakati wanafika hiyo sehemu wakawakutana na jamii tofauti. Wakaulizia pale, wakaambiwa kwamba huu mlima unaitwa Dead Mountain, yani mlima wa vifo, au kwa lugha ya kikabila eneo lile ilikuwa inaitwa Mansi, yani Mansi Dead Mountain, katika eneo la Kholat Syakhl. Ilikuwa ni eneo moja zuri lenye kupendeza. Basi wakaomba kupanda. Hiyo ilikuwa ni tarehe 1 Februari. Vijana 9 hao wakiongozwa na Dyatlov wakapanda za juu katika mlima. Wakawa hapo juu wanapiga picha, story, wamefurahi, wamefika katika hatua yao ya kwanza. Wakati wanapiga story kule juu, unajua tena kipindi cha baridi, hali ya Urusi, mambo yakabadilika. Ilikuwa kuna dhoruba, upepo mkali, tafrani, yani mazingira mabaya ambayo hayakupendezesha mtu kukaa kule juu. Wakaona washuke kidogo chini ya mlima kidogo. Kwa hiyo wakashuka, lakini hawakufika ile chini kabisa. Katika unajua milima mikubwa inakuwa na maeneo unaweza kukaa. Kwa hiyo wakawepo sehemu ambayo kama kulikuwa kuna miti. Walipofika ile sehemu wakakaa kitako, ilikuwa tayari tena isha muda umeenda kama kwenye 11 jioni. Kwa hiyo hapo kilichofuata wakawa wanapiga picha, wengine wanaandika story kwenye diary zao. So unajua tena ile wazungu wamekaa ile huyo busy nini, lakini hawajakaa tu hivi kwa sababu ni baridi. Wamefunga hema lao kubwa lenye kupendeza la nguvu, yani walifunga hema hapo pale, wanakani mako yao, wakaandaa chakula cha jioni, wakala. Muda ukaenda na walikuwa wakifanya mazungumzo. Yule Dyatlov kama kiongozi alikuwa akiongea na walikuwa wakijisikia proud na wakimkumbuka yule kijana wao yule alomwacha kule nyuma, akisema kaofia nini, mambo si haya, mambo yanaendelea. Kaogopa tu yule, lakini fresh tu. Kwa hiyo stories kaendelea, vicheko, kula na kunywa hadi pale giza nene lilipoingia, usingizi ukawachukua na usiku uvaenda zake. Ikumbukwe ile ilikuwa ni tarehe 1 Februari. Umeona? Tarehe 1 Februari wamefika. Lakini cha ajabu sasa, ikafika tarehe 12, hakuna mawasiliano yoyote yaliyopatikana. Hakuna email, hakuna simu, hakuna internet, hakuna lolote. Na wale walipelekwa kule officially kwamba kikawaida watu wakishafika kule wanatakiwa watume telegram ambayo inawajulisha kwamba tumefika, na kulikuwepo kijiji kule ambacho walitakiwa wafike ndo watume hiyo telegram. Na hicho kijiji kilikuwa kikiitwa Vizhai. Lakini sasa imefika tarehe 12 ya Februari, hakuna taarifa yoyote. Lakini wazazi
walilijua hilo, lakini wakaona yanatokezea mambo kama hayo. Unajua kikawaida network muda mwingine inapotea, yani mambo ambayo kikawaida hutokezea. Wakakausha, wakala maisha yakaendelea. Lakini cha ajabu sasa, hofu ikaanza kutanda mpaka imefikia tarehe 20 hakuna taarifa yoyote. Ndipo wazazi wakapiga kelele kwenye serikali. Serikali haikubaki nyuma, ilichukua hatua kwa sababu taarifa zilikuwepo official. Serikali ikatuma vikosi vya uokoaji. Vikosi vya uokoaji vikaenda hadi katika lile eneo ambalo linalotakiwa wafike. Wakakutana na wanakijiji pale, wakauliza kulikuwa kuna taarifa za vijana wageni wamepita hapa hivi na hivi, maswali hapa na pale ya kuinvestigate. Wale wanakijiji wakatoa taarifa, siku za nyuma huko tuliwaona watu wamepita, vijana kiasi kama 8 ngapi, kama vile hawana taarifa kamili nao. Kwa hiyo hii iliwapa mwangaza wale kikosi cha uokoaji na kuingia kazini katika maeneo hayo ya mlima. Unaona? Sasa kilichotokea katika hii uokoaji, walitafuta kiasi cha siku 6 kutoka tarehe 20 hadi tarehe 26, ndipo walipofanikiwa kupata hema. Wamekuta hema tu, yani wamefika pale polisi, wamekuta hema, lakini hilo hema limechanwa, lipovurugu alieleweki. Wakasema hapa huu shahidi namba 1 huu utatusaidia. Polisi mmoja hivi alikuwa mbele fulani, akasema hakuna muda wa kupoteza. Akafungua hema, akaingia ndani ya hema, wachukutana nacho. Walikuta vitabu vilivyochanwa, wamekuta picha zile zilizopiga, wamekuta vitu ambavyo havikuwa vikieleweka, tayari vilivyoharibika. Na hema walipolitazama vizuri ni kaka limechanwa kwa kisu, kama vile kuna tukio limetokezea ambalo halieleweki. Fumbo likazidi kuwa kubwa kwa askari na likaendelea kuleta mashaka. Ndipo kuna askari mwingine pembeni alifikiria sana, akaona hapa itakuwa kuna tukio limetokezea, inabidi waanze kukagua. Katika kukagua wakakuta nyayo za watu kama waliokimbia, nyayo nyingine safi, nyayo nyingine kama vile soksi, na kama vile watu ambao walienda mbio, nyayo za watu kama kiasi watu 8-9 hivi. Ndipo wakaanza kuzifuata zile nyayo zilipoelekea, kwa sababu wale walikuwepo sio juu ya mlima wala sio chini ya mlima, walikuwepo kama chini kidogo ya mlima, yani wapo juu ya kilele kwa chini kidogo. Inabidi wakaanza kushuka kufuata zile nyayo zilipoelekea. Nini kilichotokea? Polisi wakaanza kutembea kiasi kutoka katika lile hema kuelekea chini, kiasi kama kilomita 1.5 hivi. Walichopikuta mama wamekuta milio miwili, ngozi banduka tapran, yani haueleweki. Alafu sasa hawana nguo, yani hawana nguo, yani wamebakia wana maandawea tu bro kwa walizobaki nazo. Alafu kumbuka na lile baridi. Sasa mwefikiria lile baridi, wamebakia na andawea, kwamba yani ndo kwenye mle hema ndo walikuwa hawana nguo mle, na baridi hiyo ya kule 33 negative. Inafikirisha. Na hiyo mili ya watu wawili sasa, wale polisi sio wamekuja na picha zao kila kitu, wakagundua kama ilikuwa ni Yuri Krivonishenko na mwingine alikuwa akiitwa Yuri Doreshenko. Hiyo ndo mili ya watu wawili ambao walikuta, ambapo kulikuwa kuna mti ulikuwa ukiitwa pine tree au kitaalamu unaitwa cedar tree. Wataalamu wa mimea wanaelewa hapo, wazungumza nao. Ndipo ule mti
ulikuwa unaonesha sasa kama kuna kijana mmoja kama alipanda juu ya mti alafu akaanguka, yani kama kuna tukio limetokea ambalo halieleweki. Lakini sasa haikuishia hapo, mbeleni tena kidogo, baina ya mti na mita kadhaa, ikakutikana mili mingine hiyo 3. Kesi lazidi kuongezeka. Hiyo mili 3 polisi wakaisogelea na kuikagua, wakagundua alikuwa ni Igor Dilatov ambaye alikuwa ni yule kiongozi. Mwingine alikuwa yule Zinaida Kolmogorova na Rustem Slomovadie. Hao walikutikana kama wametitenga hivi, miili yao ilikuwa ipo mbali kidogo tofauti na wale wengine, alafu imeganda na baridi. Sasa unaweza ukafikiria kwenye akili yako, unahisi kitu gani kimewakuta hawa? Yani wawili wapo huku, watatu wapo pale, na hapo kuna wengine bado, kule hema limechanwa. Yani basi unajua nini kilitokea tena mbele? Nisikilize. Sasa nisikilize kilichotokea baada ya polisi kufanikiwa kupata miili ile 5. Kwanza ni kukumbushe kwamba hili tukio lilitokea kwenye miaka hiyo 1900 na huko, ambapo kulikuwa hakuna vifaa kama vya kisasa. Kwa hiyo kwa kipindi kile lile zoezi lilisitishwa kwa sababu baridi Urusi ni kali sana, na ni kali sana, yani kusema kali na maanisha kali sana. Basi ikakatika miezi 2 mbele. Mnamo Mei ndipo polisi walipoweza kufanikiwa kurudi katika eneo la tukio, kwa sababu muda huo ilikuwa barafu limeyayuka. Sasa unajua tena barafu ikishayayuka hapo, manake tumeingia kwenye sama tayari, ile winter ishajiondokea zake. Ndipo polisi walipofanikiwa kuipata miili mengine, ambapo walipata mwili wa Seabox, Brignol, lakini hawa ilikuwa wamepasuka vibaya sana kwenye eneo la fuvu la kichwa. Ilikuwa ni tukio la kutisha sana. Alafu pia wakakuta mwili wa Dubinina na Zolotaryov. Hawa walikuwa mbavu zao zimevunjika vipande pande kwa ndani, kiasi kwamba mpaka ule upelelezi ulikuja na taarifa ambayo imetoka kwa dokta mkuu, alikuwa akiitwa Dr. Boris. Yeye alisema sasa kwamba hizi mbavu zilipovunjika hapati mwanadamu mwenye nguvu za kufanya kitu kama hicho. Ni kama vile nimetokezea ajali kubwa, yani kama vile gari ilikuwa ikienda kwa speed, mwendo kasi mkubwa, ikamgonga mtu. Yani kuna tukio moja la ajabu. Fikiria wewe kitu gani sasa kilichopelekea mpaka ikafikia huko? Kwa sababu mimi msimulizi pia mpaka sasa hivi sijui nini kilichowakuta hao. Mimi nahisi wewe pengine unajua chochote, unaweza ukaniandikia. Umeona? Alafu pia kilichokuwa kimbaya zaidi katika miili ya Dubinina na mwezie, huyu Dubinina alikuwa ulimi wake umepotea, macho yake yote mawili yametoweka, na sehemu ya mdomo wake ya juu nayo imekatika. Yani imagine mtu hana macho, mdomo umekatika, yani anatisha, amekufa vibaya sana. Alafu tukio ndio limetokea katika maeneo ya barafu, hakuna kamera. Wazazi wake wanajisikiaje kupata mwili kama huu? Imagine, ndio ile tukio linatokea yani kwa mtu wako wa karibu. Kwa hiyo ni tukio moja ambalo lilikuwa linatisha sana. Na nguo za hawa watu wawili hawa katika hiyo miili 4, hawa wawili wa mwisho ambao ni Dubinina na mwezie, walionekana kama walikuwa na nguo za ziada hivi, ambapo kwa tafiti zilikuwa zikionyesha kama zile nguo za wale wawili wa mwanzo waliopatikana kwenye mti, ambao wamekutikana na underwear tupu, wamezivua kwa sababu ya baridi kali, wakazichukua wao. Sasa hapa naanza kujiuliza, inabidi walikufa bwawamu au waliwana? Yani kitu gani hasa kilichotokea? Walipandwa na shetani? Kuna vampire lilikuja likawadiribua? Mwenye sielewi. Yapi yaliyotokea?
wana mimi makini ni kuelezee hatama ya story yetu pendwa, story yetu nzuri hii ambayo mpaka sasa tupo ndani ya fumbo na hakuna ufumbuzi isipokuwa ni sisi. Serikali ikaja na nadharia ambazo walidhani ndio suluhu ya kuwapa watu katika jamii ili kumaliza mjadala huu ambao hauna jibu. Nadharia hizo zilikuwa ni kama zifuatazo. Nadharia ya kwanza ilikuwa ikiitwa slab avalanche, maporomoko ya barafu. Hii kwa watu wa geography wanaelewa sana. Kuna masuala ya rock avalanche, kuna ice ama slab avalanche. This is a condition where an ice broken down into pieces, the big pieces broken down and fall from up or from high to down, and is very dangerous. Kwamba hii ni hali ambayo ya hatari sana ambayo inatokezea katika maeneo ya mabarafuni hapo ambapo milima inahuka. Kuna sehemu moja katika milima juu kule, kuna sehemu inaitwa aret kitaala. Aret ni sehemu ambayo ya milima bule inakatika, inaangukia katika vijiji watu na inakuwa inaleta maafa. Sasa serikali walipokuja na nadharia hii, lakini ilikuwa ina udhaifu ndani yake, udhaifu ambao ukisemekana kwamba haiwezekani wafariki kwa ukubwa ule wakati wao hawakuwa chini ya mlima, walikuwa katika ndo mlima, walikuwa ni sehemu tu ya chini kidogo. Kwa hiyo hakuna pande kubwa kwamba liwaangukie huko, liwalalie, liwaumize. Kwa hiyo nadharia hii ilikuwa ina madhaifu, lakini hawakuishia hapo. Nadharia nyingine ilikuwa ikisema ni silaha ama ujasusi, military weapon tests. Yani kulikuwa kuna majaribio ya kijeshi. Yani kipindi hicho katika maeneo yale serikali ilikuwa ikifanya majaribio ya mabomu katika eneo fulani, na hilo eneo lilikuwa likihusishwa eneo lile ambalo wao wapo, na silaha zenyewe zilikuwa ni kama vile silaha za kinyuklia. Sio nyuklia zile ambazo walizopiga Hiroshima, hapana. Ilikuwa zipo silaha nyingine walikuwa wakifanya majaribio, ambayo walikuwa wakipita na maparachuti wana attack wakifanya mazoezi yao. Hii nayo pia ina udhaifu wake. Udhaifu wake kwamba serikali haijui kama pale kuna watu, haijafanya tafiti kabla ya kufanya hilo tukio, au hilo tukio walifanya miaka gani. Kwa hiyo ni nadharia ya pili ambayo ilikuwa ikidhaniwa. Na jambo lingine, nadharia ya tatu ilikuwa ni kuvamiwa na wanamansi. Yaani wanamansi ni wanakijiji wa jiji lile. Kwamba unajua katika jamii kikawaida unaweza ukaenda ukatembea sehemu ambayo sio sehemu yako na ikatokezea ukawa hamjapendwa. Kwa hiyo wanaweza wakakufanyieni vituko. Tumeiona mifano, tunao South Africa, wanawaua na wanawapiga wa Afrika wenzao kwa sababu mbalimbali, moja wapo kwamba vile wakisema kwamba kuibiwa kwa nafasi zao za kazi. Kwa hiyo zipo hali kama hizo hutokezea, mwenye nguvu au mwenye chake huwa hafurahishwi na mgeni. Lakini dhana hii nayo ilikuwa na udhaifu, kwa sababu miili iliyokutwa imeonyesha hakuna alama kama mtu kapigwa kisu au amepigwa na shoka, bali Dr. Boris alisema kwamba hizi mbavu hazijakunjwa na nguvu ya kibinadamu. Kwa hiyo dhana hiyo nayo ilikuwa na madhaifu. Lakini si mwisho, waliendelea na nadharia nyingine ambayo ilikuwa ikisema mawimbi ya sauti, ambayo walikuwa ikiitwa infrasound. Infrasound hapa kitaalamu kidogo ni kuelezea, hizi ni sauti fulani ambazo zinatokezea milimani. Ni sauti ambazo kama earthquake, sio earthquake, ni sauti ambazo zinatisha.
kibinadamu hatujazoea kuzisikia, na tukizisikia zinaleta hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo hizi sauti zimedhaniwa kwamba zilitokezea, na baada ya kutokezea zikawapelekea wao kupata kama vile kuchanganyikiwa, kwa confused na kukimbia shaghala baghala, huyu kakimbia huyu kakimbia kule, ambapo ilepelekea na ile baridi iliyokuwepo pengine wakateleza, yakatokezea mambo ya ajabu ajabu mpaka zikatokezea vifo vyao. Hii pia ni miongoni mwa nadharia, lakini pia nadharia nyingine ambayo iliyokuwa imetolewa na ya mwisho ilikuwa ikisema shambulio la mdudu wa ajabu aitwaye Yeti, ambaye ni mdudu ambaye anakuwepo maeneo ya barafuni. Huyu ni mdudu wa ajabu ambaye anakuwa mara nyingi anakuwepo maeneo nchi kama hizo, kama wakina dubu hao. Nafikiri ni wadudu ambao wapo barafuni, wanashambulia, ni hatari, wanaua. Kwa hiyo hii pia ni nadharia ambayo imetolewa na serikali katika udhania ni jambo gani ambalo lilitokea. Na huyu mnyama Yeti, huyu ni mdudu ambaye ni mnyama fulani mkubwa sana, na anapatikana maeneo ya Russia. Yeye huyu mdudu huyu hatari yake huwa anaathiri kwa kuua. Hapatikani sana, lakini akitokea analeta madhara. Kwa hiyo kwa upande wa nadharia za serikali zilikuwa ni 5, ni zote zilikuwa zina mashiko, lakini pia ndani yake zilikuwa zina madhaifu. Wewe mtazamaji, nadharia ipi ambayo imekugusa zaidi, au nadharia ipi ambayo unahisi inaleta mantiki kwako wewe kiakili ya kibinadamu au kwa upana wako wa kufikiria? Nalo pia niandikie chini ili nikumalizie vizuri hii hadithi yetu. Basi wanasema kila lenye awal halikosi kuwa na akhir, yani kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, isipokuwa Mungu tu. Huwa al-awwal bila bidaya wal akhir bila nihaya. Mnamo mwaka 2020 ndipo hatima ilipofika, ambapo science imekuja kuleta majibu ya maswali mengi sana katika ulimwengu. Ndipo katika lile tukio letu, baada ya vipimo vya kisasa na vya kisayansi, ambapo walikuja wanasayansi na watafiti kutoka Urusi pamoja na nchi ya Uswizi kuja kufanya tafiti zao, ndipo walipokuja kuja na majibu ambayo yaliyosema kwamba kuna uwezekano wa 1% kubwa kuwa ilitokea slab avalanche. Hii slab avalanche ambayo ilitokezea, lakini ilikuwa ya kipekee, kwamba mabarafu, mapande ya mabarafu ya juu yale mazito sana yaliwaangukia wakati wakiwa kule juu, na hii hali ya kuangukia ndio ilisababisha hadi kuvunjika kwa mbavu, kupasuka kwa mafuvu, na kuhusu suala la ulimi kupotea, macho, hii walisema kuwa ni wanyama ambao wanapita katika mwitu pamoja na bakteria waliweza kuzila zile sehemu laini za viungo vyao, ndio ikapelekea hali ile kutokezea. Na jambo lingine ambalo lilioleta faraja ni kwamba lile eneo mpaka hivi sasa linaitwa ni Dilatov Pass. Wamelipa jina la yule kijana Igor Dilatov kwa heshima, alikuwa ni kama kiongozi, kama kufariji kwa kutokezea kwa tukio lile zito la ajabu. Lakini kama ilivyo kikawaida kwa wanadamu, sikia tu kwa mwezio ila omba yasikufike. Nimemsikia msanii Diamond akisema kwa umezapo sikia omba yasikupate. Ndipo msemo huu ulifanya kazi kwa wanafamilia wa tukio hili,
hawakuridhishwa na majibu hayo wala tafiti hizo. Walibaki na donge lao moyoni na maumivu yao dhidi ya watoto wao ambao walipotea na kufariki, na majonzi yakaendelea kuwa nao. Wewe sasa unafikiria, baada ya tafiti zote za miaka hiyo ambako ilikuwa ni 1959 na hizi tafiti zilizokuja kufanyika 2020 na madaktari kutoka Uswizi na Urusi, ipi kwako wewe zinaleta sense kidogo ambayo inaweza kusema kwamba hii kidogo inawezekana ikawa kweli ndicho kilichotokea baina ya zile wanyama milipuko kuangukiwa? Naomba usiache kufuatilia channel yetu hii pendwa ya Jeru Story. Like, share and subscribe, na tafadhali niandikie comments na ujiandae kwa taarifa ama story ijayo ambayo itakuwa kali zaidi kuliko hii. Ni mimi msimulizi wako Zaha Zahran bin Ahmed wa Shawana, na kutakia kila laheri. Asanteni, uwe na muda mwema.